Jamani nini? Sasa kwanza nianze nikuulize swali nataka nijue misimamo ya watu mbeleni tusije tukageuka. Kilichofanyika mechi kuahirishwa Hans, kile kitendo kilichofanyika kilikuwa kinalazimika kifanyike vile, yani ulikipokeaje kwa upande wako? Kilichofanyika kilikuwa sawa sawa kutokana na yaliyotokea ama hakukuwa sawa sawa na yale yaliyokuwa yameshatokea? Kwa ufupi Juma, mimi sikufurahishwa na kilichotokea kwa sababu mimi kama mdau wa mpira napenda kuona mechi inachezwa, watu wana compete kweli kweli. Kwa hiyo ukiona mechi inaahirishwa kama vile inakuwa sio nzuri. Lakini nadhani kwa sababu tuna nafasi kubwa ya kuzungumza, tungepata kwanza barua za pande zote tatu kwa maana ya Simba, Yanga na bodi ya ligi. Ndio tutakuwa kwenye position nzuri zaidi ya kufanua vitu vingi ambavyo Watanzania wanataka kujua leo. Okay. Barua zipo Zipo. Tunaanza na barua ya iliyoanza. Iliyoanza Barua iliyoanza ilikuwa ni barua ya Simba ambayo ilitoka saa 8 usiku. Na barua hii imeandikwa kama ifuatavyo: taarifa kwa umma. Simba Sports Club imesikitishwa na vitendo visivyo vya kiungwana dhidi ya timu yetu kuelekea mchezo wa ligi kuu ya NBC dhidi ya Yanga, Simba ikiwa timu mgeni. Kwa mujibu wa kanuni ya 17 ibara ya 45 ya kanuni za ligi kuu bara, timu mgeni ina haki ya kufanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi angalau mara moja kabla ya siku ya mechi katika muda tarajiwa wa mchezo husika. Kwa makusudi, Simba imenyimwa haki hiyo licha ya kufika uwanjani katika muda husika. Katika sintofahamu hiyo, Simba iliarifiwa na meneja wa uwanja kuwa hana maelekezo ya kuruhusu mazoezi kufanyika bila maelekezo ya kamishna wa mchezo. Pamoja na kamishna wa mchezo kufika, mabaunsa wa klabu ya Yanga walivamia msafara wa Simba huku wakiendelea na vurugu na wakizuia msafara wa Simba kuingia uwanjani kufanya mazoezi. Jitihada za Simba kupata ufumbuzi wa changamoto hiyo hazikuzaa matunda kwa zaidi ya masaa mawili kabla ya Simba kuondoka eneo la nje ya uwanja kwa sababu za kiusalama ambazo zimerekodiwa kwa ajili ya ushahidi. Kufuatia ukiukwaji huo wa taratibu za mchezo, Simba haitoshiriki mchezo husika na haki zote zimehifadhiwa. Simba inahimiza kuchukuliwa kwa hatua stahiki dhidi ya wahusika wote wa sakata hili. Imetolewa na management club ya Simba. Okay, hiyo iliyotolewa na Simba. Hiyo ya Simba. Hiyo ya Simba. Sasa naomba nisome ya bodi ya ligi, sio? Alafu wewe andaa ya Yanga. Sawa. Kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi kuu wa ligi ya bodi ya ligi kuu Tanzania katika kikao chake leo Machi 8. Jimmy vipi? Hiyo ndio ilifuata. Ya bodi ya ligi. Hapana. Ilifuata ya Yanga afu ikaja ya bodi ya ligi. Kuja Yanga afu ikaja bodi ya ligi. Kuna ya Yanga pia Yes. Yanga ziko mbili. Ilitoka ya kwanza. Tafuteni mtiririko. Jinsi mnataka kwenda na mtiririko. Kabla bodi ya ligi. Inabidi uje ukae hapa sikusikii. Kabla bodi ya kwa nini mic yasikiki? Nakusikia lakini maliza alafu uje ukae. Kabla bodi ya ligi haijatoa tamko la kuahirisha mechi. Yanga walikuwa tayari wametoa taarifa yao. Okay. Sawa. Ya Yanga ipo Ipo. Tuende nayo. Taarifa kwa umma. Taarifa kwa umma. Machi 8, 2025. Uongozi wa Young African Sports Club unapenda kutaarifu umma kuwa mchezo wetu wa ligi kuu ya NBC uliopangwa kuchezwa leo tarehe 8 mwezi wa 3, 2025 dhidi ya Simba saa 1:15 usiku upo pale pale na hakuna mabadiliko yoyote. Young African Sports Club kama wenyeji wa mchezo, tunaamini taratibu zote za mchezo kama ilivyoelekezwa kwenye kanuni za ligi kuu ya NBC ziko sawa na maandalizi yote yako tayari. Uongozi wa Young Africans SC utapeleka timu uwanja wa Benjamin Mkapa kama ilivyoelekezwa kwenye kanuni, na hatutakuwa tayari kucheza mchezo huo siku nyingine tofauti na leo. Tunawaalika uwanjani wanachama, mashabiki, wapenzi wa klabu yetu na wadau wengine waliosafiri kutoka mikoani, nchi za jirani na sehemu mbalimbali duniani kote kuja kushuhudia mchezo huu mkubwa barani Afrika. Imetolewa na mtendaji mkuu Andri Mtine, Young African Sports Club. Andaa tena Yanga nyingine wakati sasa mimi nakwenda kwenye bodi hapa. Kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi ya bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB katika kikao chake cha leo Machi 8
ilipitia shauri la klabu ya Simba kuzuiliwa kuingia kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa kwa ajili ya kufanya mazoezi ya mwisho kuelekea mchezo namba 184 wa ligi kuu dhidi ya Young African uliopangwa kufanyika kwenye uwanja huo kuanzia saa 1:15 usiku. Katika shauri hilo, klabu ya Simba iliandikia barua bodi ya ligi kuelezea kuhusu tukio tajwa hapo juu, huku pia ikieleza nia yao ya kutoshiriki mchezo huo kwa sababu imezuiliwa kutumia haki yao ya kikanuni kama ilivyoainishwa kwenye kanuni ya 17 ya 45 ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Baada ya kupokea barua hiyo, bodi ya ligi iliwaagiza maofisa wake wa mchezo ambao walishuhudia tukio hilo kutuma taarifa ya tukio haraka ili hatua zinazostahili ziweze kuchukuliwa, ikiwemo kuitishwa kwa kikao cha dharura cha kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi. Baada ya kupitia taarifa mbalimbali zikiwemo za maafisa wa mchezo na vyanzo vingine, kamati ilibaini kuwa klabu ya Simba wakati ikielekea kutumia haki yake iliyoainishwa kwenye kanuni ya 1745 ya ligi kuu haikuwasiliana na ofisa yeyote wa mchezo, timu mwenyeji wala mamlaka ya uwanja kuhusu nia yao ya kufanya mazoezi katika uwanja huo ili maandalizi ya kikanuni yafanyike. Katika taarifa hizo, kamati ilibaini pia kuwa walinzi ambao baadhi walifahamika kwa sura kuwa ni wa klabu ya Yanga walishiriki tukio la kuzuia basi la klabu ya Simba kuingia uwanjani kinyume na matakwa ya kanuni ya 1745 ya ligi kuu. Kwa sababu pia bodi ilipokea taarifa ya ofisa usalama wa mchezo ambayo imeainisha matukio kadha yaliambatana na tukio hilo la klabu ya Simba kushindwa kufanya mazoezi na kwamba baadhi ya matukio yanahitaji uchunguzi ambao huwezi kukamilika kwa wakati. Bodi ya ligi kupitia kamati yake ya uendeshaji na usimamizi wa ligi imeamua kuahirisha mchezo tajwa hapo juu kwa mujibu wa kanuni ya 34 kifungu cha kwanza 1(3) ya ligi kuu kuhusu kuahirisha michezo ili kutoa nafasi ya kupata taarifa zaidi zitakazosaidia kufanya maamuzi ya haki. Bodi itatoa taarifa kamili kuhusiana na tukio hilo la kutangaza tarehe ya mchezo huo mapema iwezekanavyo. Hii ilitolewa na idara ya habari na mawasiliano ya bodi. Sasa jana Jessica, Yanga wakaja tena na taarifa ya mwisho. Machi 9, 2025, taarifa kwa umma. Kamati ya utendaji ya Yanga chini ya Rais Mhandisi Hersi Said imefanya kikao cha dharura leo tarehe 9 Machi 2025 kwa njia ya mtandao kujadiliana na kukabiliana na mambo yafuatayo na kukubaliana mambo yafuatayo. Kwanza, uongozi wa Yanga unatoa pole kwa wanachama, mashabiki, wapenzi na wadau wa michezo wa mpira wa miguu waliosafiri kutoka sehemu mbalimbali duniani na kushindwa kushuhudia mechi yetu dhidi ya klabu ya Simba iliyokuwa ifanyike jana tarehe 8 Machi 2025 katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Klabu ya Yanga ilifanya maandalizi yote ya mchezo kama ilivyoelekezwa kwenye kanuni, ikiwemo kushiriki kwenye kikao cha maandalizi ya mechi kilichofanyika tarehe 7 Machi 2025 saa 8 mchana kwenye hoteli ya Spice jijini Dar es Salaam. Kwenye kikao hicho ambacho kilihudhuriwa na klabu ya Yanga na Simba, wasimamizi wa mchezo ikiwemo mratibu wa mchezo, afisa usalama wa mchezo, mtathmini, waamuzi, kamishna wa mchezo na watendaji wa bodi ya ligi, klabu ya Simba haikutoa taarifa kutaka kuutumia uwanja wa Mkapa siku moja kabla ya mchezo husika kwa ajili ya kufanya mazoezi kama kanuni inavyoruhusu. Katika hali ya kushangaza, usiku wa tarehe 7 Machi 2025, klabu ya Simba iliwasili katika uwanja wa Mkapa ikiwa na magari kadhaa kwa ajili ya kufanya mazoezi, huku wakifahamu hawakuwa wamefuata taratibu za kupata haki yao ya kikanuni kama ilivyoainishwa kwenye taarifa ya bodi ya ligi, ikiwemo kuleta ombi hilo kwenye MCM, wasiliana na msimamizi wa mchezo, meneja wa uwanja wala timu wenyeji ambao ni Yanga. Mamlaka ya uwanja ilikataa kuwaruhusu kuingia ndani ya uwanja kwa sababu hakukuwa na taarifa wala maandalizi yoyote yaliyofanywa kwa ajili yao. Na baada ya kuwepo kwa sintofahamu hiyo, klabu ya Simba iliamua kuondoka uwanjani hapo. Usiku wa kuamkia siku ya mchezo tarehe 8 Machi 2025, klabu ya Simba ilitoa tamko rasmi la kugomea mchezo huo
kwa kigezo cha kutopata nafasi ya kufanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi, huku wakielewa dhahiri kwamba hawakuwa wamefuata taratibu. Huku kukiwa na taharuki kwa wapenzi wengi wa soka kuhusu uwepo wa mchezo huo baada ya tamko hilo la klabu ya Simba. Asubuhi ya tarehe 8 Machi 2025, mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu Steven Mguto alinukuliwa na vyombo vya habari akiwatoa wasiwasi na kuwahakikishia mashabiki waende uwanjani kwa sababu ratiba ya mchezo huo namba 184 iko pale pale, hakuna kilichobadilika. Lakini licha ya tamko hilo la mwenyekiti wa bodi ya ligi, mchana wa siku hiyo hiyo tarehe 8 Machi 2025, kamati ya uendeshaji ya ligi kuu ambayo mwenyekiti wake ni Steven Mguto ilitoa taarifa ya kuahirishwa mchezo namba 184 kinyume na taratibu na kanuni zinazoendesha ligi kuu. Kutokana na maelezo hayo hapo juu, ufuatao ndio msimamo wa kamati ya utendaji wa Yanga. Mosi, klabu ya Yanga kupewa haki yake ya ushindi kama ilivyoelezwa kwenye kanuni pindi timu moja inapogomea mechi. 2, kamati ya utendaji ya Yanga imekubaliana kutoshiriki mchezo namba 184 kwa tarehe itakayopangwa. 3, kutokana na mfululizo wa uvunjifu na kushindwa kusimamia kanuni za ligi kuu, klabu ya Yanga imekosa imani na kamati ya uendeshaji ya ligi kuu chini ya mwenyekiti wake Steven Mguto na katibu wa kamati hiyo Almas Kasongo. Hivyo tunaliomba shirikisho la mpira wa miguu TFF kuivunja kamati hiyo na kuteua viongozi wengine waadilifu na wenye nia njema na maslahi mapana ya mpira wetu. Mwisho lakini sio kwa umuhimu, tunaomba wanachama, wapenzi na mashabiki wa Yanga kote duniani kuendelea kuwa watulivu wakati uongozi ukiendelea na taratibu za kuhakikisha kuwa sheria na taratibu za uendeshaji wa mpira wa miguu na harakati za kudai haki yetu zikiendelea. Imetolewa na kamati ya utendaji Young Africans Sports Club tarehe 9 mwezi wa 3 2025. Jana hiyo. Ndio. Umesikia vizuri, wachambuzi mmewasikia, Yanga bodi pamoja na Simba. Hans Raphael, kwa scenario nzima, na wewe umesema mwanzo pale haukufurahishwa na kilichotokea. Nini tatizo kutokana na haya yote ambayo tumesoma, na nani mwenye shida? Leo tunataka tuweke vitu wazi, watu wajue shida ilipo, na mwenye shida tumwambie, wewe ndo una shida, umeharibu mechi hii na mnatuharibia mpira wetu. Well, asante Juma. Ndio. Ni sakata pana na refu kweli kweli, na maswali ni mengi sana. Watanzania wanataka kujua ni kitu gani ambacho kinaendelea, kwa nini hili jambo limetokea, upi mwafaka. Kwa hiyo ni story ndefu sana. Kama muda unaruhusu, itabidi tuanze kuchangia, kutoa maoni. Karibu. Muda upo. Leo muda upo hapa, tutaomba hata sehemu ya kipindi kingine cha jirani. Well, kwanza TFF wanavitaka vilabu kufuata kanuni, sheria na miongozo. Hiyo ni pointi muhimu ambayo unaanza nayo. Ndio. Kufuata kanuni, sheria na mwongozo au miongozo. Kwenye kila kanuni unayoiona, sijui umeitaja kanuni ya 17 kifungu cha 45. Ndio. Ile kanuni ukisoma vizuri inaitaka timu ngeni kufanya training kwenye uwanja utakaotumika a day before. Ndio. Tena kanuni inasisitiza kwamba angalau mara moja. Ndio. Kanuni imeishia hapo. Lakini ile kanuni ukiitazama, kuna mwongozo wa ile kanuni ambao hujawekwa pale. Kwa sababu ukisema uandike kanuni na mwongozo wake, basi kitabu kitakuwa kikubwa sana. Kwa hiyo kila kanuni unayoiona inaweza ikawa ni fupi, lakini na mwongozo wake ambao unaelezea zaidi ile kanuni. Na ndio maana TFF wanavitaka vilabu kufuata kanuni, sheria na miongozo yake. Unaweza ukafuata kanuni, usifate sheria au usifate mwongozo, ukakutwa na hatia. Ndio. Tumeelewana? Tuko pamoja. TFF na FIFA wanataka competitive games, mechi zenye ushindani. Kanuni ya 17 kifungu cha 45 kinaifavor Simba kutrain kwenye uwanja wa Mkapa siku moja kabla ya mchezo, na Simba ndicho walichofanya. Lakini kwenye hiyo kanuni ukienda kusoma zaidi mwongozo wake,
unaitaka timu ngeni kwa maana ya Simba kutoa taarifa ni muda gani wanahitaji kutumia huo uwanja. Kutoa taarifa ni muda gani wanahitaji kutumia huo uwanja. Kutoa taarifa kwa nani? Hapo sasa swali zuri. Inabidi meneja wa uwanja awe na taarifa, inabidi mwendeshaji sasa bodi ya ligi awe na taarifa, general coordinator inabidi awe na taarifa, commissioner wa mchezo inabidi awe na taarifa. Kwa sababu pasipokuwa na taarifa, inawezekana wewe ni Simba ukasema na kwenda kutrain muda wa mechi kwa maana ya 1:30. Pasipo kutoa taarifa, kuna vitu utovikuta. Inawezekana huo uwanja una movable goals. Ni yale magoli ambayo yanatolewa na kuwekwa. Ukitoa taarifa, meneja wa uwanja atajua hii timu itakuja muda fulani, inabidi haya magoli yafanyeje? Yawekwe. Ukifika uwanjani, inabidi umkute mlinzi akufungulie uingie. Pasipokuwa na taarifa, muda huo mlinzi anaweza kuwa katoka ameenda chooni, ukafika pale usiingie. Sio kama unanielewa Juma. Tuko pamoja. Pasipo kutoa taarifa, mwendeshaji atajuaje ili atoe taarifa kwa vyombo vya habari? Kwa sababu timu inapokwenda kutrain kuna dakika 15 za vyombo vya habari kwa maana ya coverage. Ni wakati gani taarifa inatakiwa kutolewa? Swali zuri. Kanuni, nataka nikuulize kitu kimoja Hans hapo kwenye maelezo yako. Kuna ni kwamba timu inatakiwa itoe taarifa kwamba bana tutakuja, ama ni utaratibu tu kwamba mlinzi anatakiwa awepo pale na yani inajulikana kabisa kama mtu anapokwenda kwenye harusi, ratiba inajulikana kwa bwana saa 3 wageni wataingia saa ngapi hivyo, sio kwamba wageni ndio wanatoa taarifa upya sasa kwamba bwana saa 3 ndio tutakuja. Utaratibu ukoje? Nadhani mwanzoni nilikuwa nimeelezea vizuri Jeff. Kanuni, kuna kanuni afu kuna mwongozo. Kanuni imeelezea timu kufanya mazoezi angalau mara moja, like specify muda wa game, muda wa mechi. Lakini ukitazama ile kanuni kuna mwongozo wake ambao unaelezea, ambao una demand hiyo timu kutoa yani kucommunicate ili mamlaka iweze kujiandaa na kuweka miundombinu ambao ni sahihi, uwanja uweze hiyo communication ikosekana, mamlaka haiwezi kujiandaa. Sasa nadhani ningeendelea kuelezea ili kupata mantiki baadaye. Kwa hiyo nilikuwa naelezea umuhimu wa communication kwa maana ya timu itakayotumia uwanja, na nikauliza muda gani utakiwa taarifa itoke. Safi sana. Kanuni haijaelezea ni muda gani inabidi taarifa ifanyeje itoke, lakini mara nyingi sana wanapendekeza kwenye pre-match meeting. Kwa maana ya pre-match meeting kuna kuwepo na commissioner wa mchezo, anakuwepo general coordinator, inakuwepo timu mwenyeji, kwa sababu timu mwenyeji pia na yenyewe inatakiwa kujua muda wa mgeni kutrain. Sio kama unanielewa. Lakini pia anakuwepo meneja wa uwanja. Kwa hiyo kupitia pre-match meeting inasemekana ni sehemu sahihi ya pande zote kupata taarifa kwamba timu ngeni inataka kutrain muda gani, ili kila kitu kifanyeje, kiandaliwe. Na sasa ukiwa unaendelea kwenye pre-match meeting, vitu gani kwa nini pre-match meeting inafanyika? Hilo pia lazima tu kwenye pre-match pale. Watu gani vitu gani hiyo inajadiliwa ya mechi, kwamba mgeni ataenda kutrain, ama pale watu wanaangalia tu jezi mtakaotumia, muda wa kuingia, muda wa kufanyaje? Kuna vitu, nadhani hiyo ni story nyingine Juma. Kuna vitu vingi huwa vinazungumzwa, lakini wanashauriwa zaidi kutoa taarifa kwenye pre-match kwa sababu pande zote zipo pale. Kwa hiyo ukitoa taarifa kwamba na uhitaji uwanja wa Mkapa saa ngapi, meneja wa uwanja atakuwa anajua, kila kitu kitawekwa sawa, utakwenda utatrain. Simba hawakutoa taarifa, hawakufanya communication. Meneja wa uwanja hakujua kama Simba watakuja kutrain, mwendeshaji hakujua kama Simba watakuja kutrain, timu mwenyeji ambaye ni Yanga hakujua kama Simba watakuja kutrain,
general coordinator hakujua kama Simba watakuja kutrain, lakini pia commissioner wa mchezo hakujua kama Simba watakuja kutrain. Ukisoma kanuni pia inaitaka hiyo timu itakao kuja kutrain ije ikiwa na uniform zenye nembo ya klabu, ili watu wapate kujua kwamba hawa ni watu fulani. Nimekusikiliza kote huko. Hilo hapo sio. Hakuna kwenye kanuni hiyo ya 17 hakuna inaposema. Sio 17. Nimesema kanuni nyingine. Hakuna kanuni inayosema timu itakapokwenda kufanya iwe na uniform. Hakuna. Hakuna hiyo kanuni. Nadhani nitakutafutia kifungu. Nitakutafutia kifungu hapo tu. Hakuna hiyo kanuni, hakuna. Kwa sababu hiyo ipo ya kwamba inawataka watu wakija waje na uniform. Na Jemedari inazoonyesha nembo ya club. Kwa nafasi yako ushiriki uundwaji wa hizi kapteni. Mimi nimeacha vitu vingi kwanza hapo vifanyike, vizungumzwe. Ili nijibu baadaye. Lakini kwa hili nalijibu hapa. Jemedari. Hakuna sehemu. Lakini answer tutafutie hiyo kanuni kama hivyo. Hicho ndo cha kuzungumza. Yes. Ungesubiri nimalize and then na wewe uje kuchangia, kwa sababu hii ni opinion na wewe una muda wako. Hiyo sio opinion, hiyo ni kanuni. Utakuja kufanyaje? Kanuni ni fact, sio opinion. Utakuja kuchangia. Sasa kinachofanyika hapo Bwana Juma, ndio Simba hawakucommunicate na pande hizo zote tulizotaja. Kanuni inawataka kutrain, lakini hawakufuata muongozo wa hiyo kanuni. Ndio Simba walifika pale nadhani mishale ya saa 12. Walipofika pale, general coordinator mwanzoni hakuwepo, commissioner hakuwepo, meneja wa uwanja hakuwa na taarifa. Kwa Simba walipofika pale hawakufunguliwa uwanja. Ndio. Kwa sababu watu hawakujua kama Simba watakuja kufanyaje? Kutrain. You understand Juma? Ndio. Baadaye hao watu niliowataja, general coordinator, commission, wakaja. Walivyokuja wakaanza kuzungumza na meneja wa uwanja pale kwamba wafungulie Simba wakaende kutrain. Wanaosemekana kuwa ni mabouncer wa Yanga wakawazuia Simba kuingia ndani. Ukienda kuangalia kitu kilichofanyika na Yanga, wale mabouncer kuwazuia ni kosa pia. Simba wamefuata kanuni inavyotaka, lakini hawajafuata mwongozo wa kanuni. Kuna kosa. Wanaosemekana kuwa ni mabouncer wa Yanga wamewazuia Simba kuingia wapi? Sasa kama mabouncer si wamezuia watu ambao hawajafuata mwongozo, si ndio hivyo? Wanafuata kanuni, hawajafuata mwongozo kwa kile unachokisema, si ndio hivyo? Sasa ukienda ndani zaidi, vilabu yani tuseme maafisa usalama hawaruhusiwi kusababisha machafuko kama yale. Kwa pia nao Yanga kuna sehemu wanafanyaje? Wanabanwa wale mabouncer kuwazuia Simba kufanyaje? Kuingia kutrain uwanjani. Kwa hiyo sakata likawa limefanyaje? Jukumu lilikuwa la nani la kuwazuia Simba wasiingie uwanjani kwa sababu hawajafuata kanuni? Hawajafuata mwongozo. Hawajafuata hiyo mwongozo. Jukumu la kuwazuia lilikuwa ni la nani? Yaani jinsi ambavyo ilikuwa imefanyika na barua TFF imeelezea kwamba maofisa walifika pale na kuna taarifa ambazo walizipata pale kilichokuwa kinaendelea. Nadhani kama umesoma vizuri taarifa ya TFF inaelezea kwamba wale watu walifika, lakini kimsingi walifika baadaye, kwa sababu wangefika mwanzoni kama wangekuwa na taarifa, lakini kwa sababu Simba hawakutoa taarifa kwa maana ya communication, hao watu wakufanyaje? Hawakufika kwa wakati, walikuja kufika baadaye. Sasa Yanga wakaweka msimamo kwamba wao wafanyije? Hawachezi, wanacheza game. Game iko pale pale. Tuliona taarifa yao. TFF kwa maana ya bodi ya ligi wakaja na taarifa kwamba mechi imefanyaje? Imeahirishwa. Hapa ndo kuna mkanganyiko. Yanga wakapeleka timu uwanjani pamoja na kwamba taarifa ya bodi ya ligi ilikuwa ishatoka kwamba mechi imefanyaje? Imeahirishwa.
Bodi ya ligi walichokifanya ni nini? Tunaahirisha mechi kwa sababu tunahitaji kupata uchunguzi. Kuangalia, nimekuuliza muda upo? Sasa muda hautatutosha na muda utatutosha kutokana na sisi wenyewe. Je, na tuna mambo mengi ya kujadili kwenye hili. Nadhani ungeniacha kwanza nielezee. Anza kuelewa. Tunachotaka hapa, panel ni kubwa, tunataka tupate maoni, lakini pia ukiangalia muda unakwenda pia. Sio lazima tutoe maoni, lakini pia tuache na watu wengine wazungumze. Kwa kifupi, kwa sababu tutarudi pia kwako. Nani alikosea? Simba waliandika barua, tumesoma barua zote. Nani ana makosa hapa? Tunataka wewe kwa mtazamo wako, kwa hicho unachokisema na umesoma hizo kanuni. Simba wakustahili kufanya mazoezi kwa sababu wakufuata mwongozo? Kama utakuwa umenielewa vizuri, pande zote mbili zina makosa. Kwa maana ya Simba na Yanga. Yanga kosa lao ni la mabouncer, Simba kosa lao ni kutofuata mwongozo wa kanuni. Walifuata kanuni. Walifuata kanuni. Jibu bado. Kwa ni ruksa mechi kwa nani ambaye alikuwa na jukumu la kuwazuia au Simba au mabouncer Yanga walipaswa kufanya nini, au ambao wanatajwa kuwa ni mabouncer waliwazuia Simba? Issue ni nini? Nadhani Jessica, kama ulikuwa unanisikiliza vizuri utakuwa umepata kitu. Nimekusikiliza lakini bado sijajua. Halikuwa jukumu la mabouncer wa Yanga kuwazuia Simba. Wangewaacha Simba waingie wa train and then waje kulalamika, kutoa malalamiko yao kwamba wamekwenda kutrain pasipo kucommunicate, ingekuwa ni kesi nyingine tofauti. Lakini wao hawakuwa na jukumu la kutuma mabouncer kuwazuia Simba wasifanyeje, wasitrain. Kwa hiyo Simba walipaswa kufanya mazoezi hata wakiwa hawajafuata muongozo. Wangekuja sasa kuhukumiwa, ila walipaswa kufanya mazoezi, walipaswa waachiwe wafanye mazoezi. Of course, kwa sababu hakuna kanuni inayozuia. Yani hakuna kanuni yoyote ambayo ingewafanya Simba kususia ile mechi. Okay, sawa. Kwa sababu FIFA, TFF wanataka mechi ifanyeje? Ichezwe. Kuna vitu vikubwa ambavyo vinafanya mechi isichezwe. Kwa mfano kama machafuko au mtu amefariki. Kwa mfano tuliona game ya Barcelona imeahirishwa. Alifariki sijui daktari wa timu. Yani ni kitu kikubwa ambacho kiko nje ya uwezo wenu. Emotion ni kubwa sana. Hamwezi kucheza game. Sawa. Kwa hiyo kwa kumalizia, sawa, ukisoma vizuri barua ya Yanga iliyotoka jana, kuna vitu vitatu ambavyo wamevitaka. Kitu cha kwanza, Yanga wamesema klabu ya Yanga kupewa haki yake ya ushindi kama inavyoelezwa kwenye kanuni pindi timu moja itakapogomea mechi. Cha pili ambacho wamekitaka, kamati ya uendeshaji ya Yanga, kamati ya uendeshaji ya Yanga, kamati ya uendeshaji wa? Kamati ya uendeshaji ya Yanga imekubalia. Kamati ya uendeshaji basi itakuwa kamati ya utendaji. Soma vizuri. Sorry. Kamati ya utendaji ya Yanga imekubaliana kutoshiriki mchezo namba 184 kwa tarehe yoyote itakayopangwa. Mwendeshaji ameahirisha game. Si ndio? Huyu mwendeshaji, Yanga wanataka wapate alama kutokana na kanuni. Lakini bodi ya ligi wamesema mechi itapangiwa tarehe mpya ya kufanyaje? Ya kucheza. Bodi ya ligi wana mamlaka ya kuwapa Yanga pale ambapo watajiridhisha na uchunguzi wao. Yani hiyo mamlaka wanayo kwamba bwana mechi haitopigwa, tunawapa Yanga alama 3 na magoli 3, Simba wanakatwa alama 15. Ngoja tuwasikilize na watu wengine alafu tutarudi kwako. Kamanda. Yeah. Mimi kabla hujaniuliza, ndio mimi nina maswali ambayo na mimi nataka kuyauliza ili nifahamu. Na wewe tena unamuuliza nani sasa? Basi maswali na mimi utujibu tena. Kwa mfano wewe uwepo wako hapa utatusaidia kwa sababu wewe ni CEO wa klabu na nyinyi pale JKT mnao uwanja Isamuyo. Kwa hiyo yani mimi kuna vitu nataka nivijue kabla sijatoa na mimi opinion yangu. Sawa. Utaratibu ukoje? Yani ni kwamba utaratibu uliowekwa, mimi nikiwa nataka kufanya mazoezi
na nawajibika kukupa taarifa wewe, yani kilazima kwamba bwana ikifika saa 1 mimi nitafika kufanya mazoezi. Yani kuna ulazima wa hiki kinachosemwa kwamba lazima utoe taarifa, lazima ufanye hii. Sio tu utaratibu kwamba bwana it's a routine kwamba kabla ya mechi kuelekea kwenye mechi on the eve of the game mtu anatakiwa afike pale. Yes. Kwa hiyo wewe kama mtu ambaye una manage uwanja kwa wakati huo, ni jambo tu ambalo unatakiwa ulitegemee au inabidi upewe taarifa. Ukipewa taarifa una assume kwamba bwana hawa mabwana hawaji. Kwa hiyo wakikusurprise, mimi mkuniambia kama mnakuja, kwa hiyo nawazuia. Is that how things work? Hamna. Watu wanapaswa kujua kanuni. Na hiyo ni kanuni ambayo ina vilabu vyote. Kwa nini kanuni zinapelekwa kwenye vilabu? Watu wasome alafu apply, wajifamiliarize nazo. Yes, kisha simple tu. Kwa sababu kwangu mimi yani huu ni utaratibu unafahamika na kila mmoja kwamba siku moja kabla ya mechi timu mgeni inaruhusiwa kuja kufanya mazoezi kwenye muda halisi wa mechi. Wakija saa 2 asubuhi sasa hicho ni kitu tofauti. Lakini wakija muda wa mechi nyinyi mnapaswa kuwa pale. Taarifa inatakiwa itoke kwa kupitia kwa msimamizi wa kituo. Mimi nimejibu kwanza, muda wangu bado. Okay. Muda wangu bado. Okay. Sawa. Muda wangu bado mimi nasikiliza. Sawa. Baada ya kuuliza swali hilo unaweza ukaniuliza. Sasa mimi ninakuuliza kamanda. Naam. Kutofanya mazoezi kunaweza kukasababisha mechi kuahirishwa? Katika hali ya kawaida jibu linaweza kuwa ndio au hapana kulingana na timu yenyewe, kwa sababu Juma, kwenye ligi hii sijui kama wenzangu mnakumbuka, kuna mechi imewahi kuchezwa kati ya Simba na Azam. Hizi mechi zinazochezwa usiku. Hiyo siku nadhani kulikuwa na mvua kubwa Dar es Salaam hapa. Basi la Simba lilipata changamoto ya foleni pale Kariakoo. Tena nimekumbuka hii kwa sababu juzi nilikuwa namsikiliza Medi Kagere kwenye podcast moja, anaelezea kuhusu huo mkasa. Kwa hiyo Simba walifika uwanjani very late kiasi kwamba hawakufanya warm up kwenye ile mechi, lakini ilikuwa inajulikana kwamba kwa sababu ya mvua walichelewa. Kwa hiyo akafika uwanjani waka warm up kidogo sana, maybe less than dakika 15 wakaingia uwanjani. Kwa hiyo katika hali ya kawaida kushindwa kufanya mazoezi, na nadhani Jemedari unakumbuka pia kuna scenario iliwahi kutokea Sudan, iliwakuta TP Mazembe walifungiwa uwanja wa mazoezi almost siku 3 mfululizo, wakawa wana train yani nje kwenye hotel premises, kwenye sehemu ya hoteli. Kwa hiyo katika hali ya kawaida timu ambayo imejiandaa kwa muda kukosa training session ya siku moja sio lazima sana sio lazima sana kuathiri, lakini tunapaswa kukumbuka kwamba hii ni situation unique kwa mazingira yetu ya Kitanzania hapa, kwa sababu kuna siasa ambazo tayari zinaingia hapo. Sasa ambako mimi nawaelewa Simba, unajua wakati ukiwa unataka kumake statement ya kitu, kwa sababu wao Simba hapa wana protest dhidi ya kile ambacho wanakiona ni injustice ya kuzuiwa kufanya mazoezi, kitu ambacho ni mandatory kwa kulingana na kanuni. Kwa hiyo wao wamefanya hili jambo liwe kubwa kwa sababu ya ukubwa pia wa jinsi ambavyo haki yao waliostahili imevunjwa. Umeelewa? Yani sometimes wewe ukiwa unataka ku make statement unaweza usiwe sahihi sana kile ambacho wanaita being politically correct. Lakini hiyo wewe sio shida zako. Shida yako wewe ni ku make statement kulingana na ukubwa wa tatizo ambalo kumbe Simba walikuwa na uwezo wa kucheza. Uwezo wa kucheza walikuwa nao. Yani uwezo wa kucheza ulikuwepo, lakini katika hali ya kawaida pia hii labda ni kama kwa kocha ambaye labda anapelekwa maybe Fadlu yeye baada ya kuwepo kwa ile tashwishi ya kwanza kwamba bana huu mchezo sisi hatuchezi, yeye akawarilizi wachezaji wake na akazungumza kwamba bwana hii mechi haitokuwepo. Kwa hiyo uwezi tena kurudi kesho yake umwambie huyu mtu bwana ingiza timu uwanjani wakati jana yake kuna kitu tayari kimeshatokea. Kwa hivyo mimi hili ambavyo nalitazama ni kwamba Simba walikuwa na protest, na when you are protesting wakati mwingine haujali sana kama uko kwenye upande sahihi au hauko kwenye upande sahihi, zaidi ya kufikisha ule ujumbe wa protest ambao unataka kuufikisha. Ndio ninavyoliona hili jambo kwa engo ya Simba. Kwa engo ya Simba. Sasa Jemedari wetu tutamaliza na wewe. Hakuna neno. Sawa. Evansi.
baada ya barua zote kuja na tangu usiku Simba wanakuambia kesho tuchezi na kesho amezisoma vizuri na amezisikia na amezisikia kufika kesho yake maana nabii sasa usome utafikiri utakwenda kufanya mtihani kesho yake barua unasoma unaona bodi ya ligi wanakuja wanatoa taarifa ukisoma taarifa ya bodi ya ligi na wao wanakiri kuna sehemu kuna tatizo lilionekana kwa Simba kama bodi waliona kuna tatizo kwa Simba kwa kutotoa taarifa kuna sehemu kuna pwaya kwa nini waende kwenye kuconclude moja kwa moja kwamba hii mechi sasa isifanye nini isichezwe wakati Simba wameonekana kuna tatizo sehemu imetokea ambayo haikuwa imekamilika bado hata wao wakuwa wamekamilisha utafiti wa ili tukio kwa asilimia zote hapo anajibu yeye lakini ukisema tu kwamba Simba walikuwa na tatizo kwenye hiyo taarifa ya bodi ya ligi pia imehitaja makomando wa Yanga lakini hawajasema mabouncer wametaja sawa ili soma hapo eneo la mabouncer sawa ili uone kama tatizo lilikuwa la upande mmoja kwenye barua ya Simba si ndio wazungumzia hapo unapotajwa barua ya bodi unapotajwa mabouncer ili ujue tatizo lilikuwa la upande mmoja sababu umemuuliza hapo isazifu ni tatizo la upande mmoja Simba bodi wamesema matatizo ya pande zote upande wa pili tatizo lao nini tusikilize na wao wamesemaje okay samani lakini mwenyekiti hamna shida naomba umeshaiona si taarifa ya bodi usisome yote kuna sehemu sawa ndio nipo hapa wanapataje mabouncer baada ya kupitia taarifa mbalimbali wa Yanga si na nini hivi kwa sababu pia bodi ilipokea taarifa ya ofisa usalama wa mchezo ambayo iliainisha matukio kadhaa yaliyoambatana na tukio hilo la klabu ya Simba kushindwa kufanya mazoezi na kwamba baadhi ya matukio yaliyotajwa yalihitaji uchunguzi ambao hauwezi kukamilika kwa wakati. Bodi ya ligi kupitia kamati yake ya uendeshaji na usimamizi wa ligi imeamua kuahirisha mchezo tajwa. Lakini hapa juu yake katika taarifa hizo kamati ilibaini kuwa pia walinzi ambao baadhi walifahamika kwa sura kuwa ni wa klabu ya Yanga walishiriki tukio la kuzuia basi la klabu ya Simba kuingia uwanjani kinyume na matakwa ya kanuni ya 17 ibara ya 45 ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Hii imesema inatosha. Hii inasema inatosha. Walinzi sana. Hilo ni tatizo. Si ndio? Kwamba na wenyewe wameenda kuharibu kanuni tena. Hilo ni tatizo tena kwa imepingana na kanuni. Sasa hapo swali lako weka vizuri. Ningetaka hivyo tu kaka, lakini kama nimekosea nisamehe. Kwa sababu wao address bodi advance bodi hawakuwa wameshajiridhisha kwa 100%. Mpaka wanatoa maamuzi. Bodi kwenye hili hawakuwa sawa sawa kwenye maamuzi waliotoa. Mimi ninakuwa upande wa bodi. Wewe uko upande wa bodi. Kwa nini? Kwa sababu tayari kuna hali ambayo sio nzuri kiusalama. Kwa hicho ambacho kimetokea, kwa sababu wanasema kuna taarifa zinahitaji uchunguzi ili zikamilike, tutoe taarifa rasmi. Njia pekee ya kukamilisha huo uchunguzi hiyo mchezo usiwepo. Huenda kuna viashiria ambavyo tayari kwenye taarifa walizopokea na zingine ambazo zinaendelea kufuatiliwa, kuna vitu vingi ambavyo kiusalama sio kitu salama, kwa sababu tunasema ili mpira wa miguu uchezwe lazima hivyo vitu vyote viwe kwenye njia sahihi. Mambo ambayo hatuwezi kuyazuia ikiwepo sijui mvua kubwa, sijui matetemeko na vitu kama hivyo, vurugu ambazo haziwezi kuzuilika kwa wakati huo, itabidi tu mchezo usimame au mchezo uahirishwe kabla haujachezwa. Kwa hiyo kuna namna naielewa bodi. Ukisoma barua ya bodi wanasema Simba hawakutoa taarifa ya wao kwenda uwanjani kwa ajili ya kufanya kile ambacho wao walikuwa wanatamani kukifanya na kipo kikanuni. Ni kosa ambalo tayari liko upande wa Simba. Ndo kosa mahali kwa Simba ambako mimi naliona. Sioni shida nyingine yoyote kwa upande wa Simba zaidi ya kutokutoa taarifa. Kwa hicho ambacho kimetokea, wale wahusika wa uwanja walisimamia kwenye eneo hilo, hatuna taarifa yenu nyie kuhusu kuja kufanya mazoezi muda huu. Ingekuwa tuna taarifa, hivyo vitu vingefanyika, kwa sababu mimi sitaki kuamini kwamba Simba walikuwa wajui kuna kutakiwa kutoa taarifa. Sitaki kuamini kwenye hilo kwamba mechi zingine walikuwa na zenyewe wanajiendea kama wanavyojiendea hivi. Wanajua na wao wanatoa. Kwa nini taarifa inasema hawakutoa taarifa Simba? Ndio kosa hilo. Ndio maana nakwambia ni kwa sababu tumekubali kuishi kwenye mazoea, na kuna siku tuliwe kuzungumza hapa, Simba na Yanga kuna namna wanakuwa favored kuliko watu wengine wowote. Sasa kwenye hapo ni saa 4 juu ya alama. Mjadala huu bado ndio tuko mwanzo hapa.